Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Leo niko na Mnandi Junior, Mnandi Jayala, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Naenda kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya kandanda kubwa, tukianza na ushindi wa mnyama Simba ambao wamepata siku ya leo mara baada ya kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Inaeleza kwamba mnyama Simba bwana ameibuka na ushindi wa magoli 6 kwa nunge 6-0 dhidi ya JKT Tanzania. Je, ni kweli kuhusiana na haya ama ni propaganda ama sio mchezo umechezeka? Yote hayo Mnandi Junior tunaenda kuzungumza naye. Na je, ni kweli magoli 6 yamefungwa? Ni kweli Elie Mpanzu kibisa wala amepiga hat-trick? Lakini vile vile watani zao Young Africans, kwa maana kina Mnandi Junior, watani zao Young Africans wamewapiga bao, wamefungua school soka. Unaambiwa kwamba vipaji vinaenda kuibuliwa huko, sio mchezo. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, amenijalia pumzi, niko bweri wa afya. Bwana, mambo yanakwenda kama kawa. Bwana, tunasikia bwana amepata ushindi leo dhidi ya JKT Tanzania kwenye mchezo wa kirafiki. Ni kweli kuhusiana na hili? Hilo ni jambo lina kweli, kwa sababu imepostiwa kwenye peji ya klabu. Hawezi kudanganya, hawezi kuposti kitu ambaye sio cha kweli. Ukiona kinapostiwa kwenye peji ya klabu, maana yake ni uhakika 120%. Ila wangeposti watu wa mchongo, tungejua story imetengenezwa. Lakini klabu imeposti, maana ni jambo lenye uhakika, ni jambo official. Kwa hiyo ni kweli Simba wameshinda goli 6-0 dhidi ya JKT Tanzania. Lakini unashangaa kwenye mechi ya ligi hapa tupapatu pale, muone utatoa utoi chuma 2-1 kwa shida sana. Lakini kwenye friendly match wamekubali chuma 6-0, na Elie Mpanzu akifungua akaunti yake mabao kwenye friendly match, hat-trick kibisa wala akienda kambani. Kwa hiyo naamini binafsi itakuwa ni muendelezo mzuri kwake kuelekea kwenye mechi ya International Champions League hapo. Ile jambo bwana, nyinyi kama Simba mmelipokeaje ushindi kwa maana ya kushinda goli 6-0 dhidi ya JKT Tanzania? Japo ni mchezo wa kirafiki. Tumepokea vizuri kwa sababu ni muendelezo wa kuiweka timu kuwa imara kuelekea kwenye mchezo wa Champions League, hatua ya makundi kati ya Petro Atletico dhidi ya Simba Sports, ambaye utapigwa tarehe 23 Novemba 2025. Bwana, sambamba na hilo la mechi ya kirafiki, watani zenu Young Africans wameonekana kuwa mbele zaidi kwenye swala zima la kutengeneza future ya soka la Tanzania na klabu yao. Wamefungua school soka. Bwana, hili jambo nyinyi wana Simba mmelionaje? Ule ni mfumo umetengenezwa kwa ajili ya kupata ruzuku ya kwanza kulipalipa vimishahara vya wachezaji wao ambao wanaanza kugima huko kambini, kudai kukumbusha vipolo vyao vya mkataba kwenye usajili. Kwa hiyo wameona hapa njia pekee ni kuandaa kitu kama hichi, kuwateka wazee wenye hela zao ambazo zinawasha, ili wawakamate, wapate hela, wawasaidie kuwalipa wachezaji wao mishahara. Lakini sio kwamba wameanzisha hicho kituo kwa sababu ya kuwasaidia vijana kwenye ardhi yetu ya Tanzania, umeona bwana, ili kufanya vizuri katika tasnia ya michezo. Hiyo ni mfumo tu wa kupata pesa na kuweza kulipa mishahara wachezaji wao. Washaona kwamba njia za kulipa mishahara zishakuwa ngumu, timu ishakuwa dhaifu hali. Mianya yote ya kupatia pesa imekuwa migumu, kwa sababu klabu kama klabu, kwa vilabu vyetu vya hapa nyumbani, vitego uchumi vyao ni viwili tu, Get Collection pamoja na jezi, ama ndio vinaingiza vipato. Sasa jezi kama hazijauzika, Get Collection watu wanaingia bure, unategemea utapata wapi pesa? Au sponsor wanakuja wanaweka udhamini kwenu, wanataka kuna vitu wanatakiwa wapate. Hasa kama wanaingia afu hivyo vitu hawavipati, nani anaweza kutoa pesa yake kwa ajili ya kusaidia klabu? Kwa hiyo wameona bora watafute mbinu mbadala ya kuweza kupata 200 ili kuweza kukidhi mahitaji ya klabu yao. Na ndio maana wameanzisha hiyo shule yao ya vijana, ili mradi wahakikishe wanaweza kulipa mishahara ya wachezaji wao, ili wasije wakazalilika wakarudi kwenye mfumo wa bakuli. Ndio maana wameamua kuanzisha mfumo huo, ili isionekane kwamba wao hawana pesa. Bora waanzishe mfumo unaonekana kwamba wao watu ambao wameanzisha shule ya vijana, kumbe ni uongo. Unasemaje bwana, ni uongo wakati tumemwona mpaka Fiston Mosimane katika sakata hili la kuanzisha kile ambacho Young Africans wamekipanga, na uone kwamba anaenda kufanikiwa, pengine unaona wivu? Ndio maana Mnandi unasema kwamba labda ni swala la fedha, labda ni wivu tulionao Mnandi Junior video ya watani zako Young Africans. Sasa wewe unaenda kuanzisha shule ya watoto kwa ajili ya mpira, wewe mwenyewe uwanja tu wa kufanyia mazoezi kama klabu unawezaje kwenda kuanzisha hiyo shule? Maana yake wao binafsi, ndio maana nimekwambia wanatengeneza mazingira ya kupata pesa. Wenye uwezo wa kufanya vitu kama hivyo ni Azam, sawa, wana uwezo wa kufanya vitu kama hivyo, lakini sio wao. Wewe uwanja huna, unaanzaje kuanzisha timu ya vijana na kati uwanja huna? Ili uweje? Unawafundisha watoto wapi wakati wewe mwenyewe hata kwa kukaa shida?
Kwa hiyo maana huo ni mfumo umetengenezwa wapate pesa. Na hata ukiangalia leo press ifanyika juzi kuzungumzia hilo jambo, na leo binafsi ndio kilele cha ufunguzi wa hilo jambo lao wamelifanya pale Muhimbili. Sawa. Sasa wakati wanalifanya na Pitso Masomane ndio mgeni rasmi wamemwalika, tujiulize wale kundi zima la watoto wamewasajili saa ngapi mpaka wamepata kundi lote la watoto kuwepo pale. Wakati ni juzi tu wamefanya press kushinda jana na leo. Eti hawa watoto wamewakusanya saa ngapi? Maana ni mfumo ambao umetengenezwa, wamekusanya wale watoto wa vibopa wale, wameletwa wote wako pale. Sijamuona mtoto wa watu wa hali ya kawaida, sijamuona. Asilimia kubwa watoto niliowaona pale ni hawa wenzetu wenye hela zao ambazo zinawasha. Ndio nimewaona pale ili kuwajaza watu kwenye mfumo, waje wapigwe hela pale, maisha yaendelee. Lakini siwezi kuamini kwamba mimi wale wana mipango sahihi kuanzisha kile jambo lao ili kuwasaidia wa vijana au kuwasaidia watoto kwenye taifa letu la Tanzania. Ule ni mfumo wa wao wa kupata pesa ili kuweza kukidhi mahitaji yao kwenye klabu msimu huu. Unasemaje ni hitaji lao la kupata pesa? Uone kwamba inaenda kuwa njia bora zaidi kwa vijana wa Tanzania kuendelea kupata malezi ya kisoka ili kutengeneza timu imara kwa siku zijazo? Yani malezi hayakataliwi, ni jambo jema ambalo limeanzishwa, lakini je, wakati wewe unaanzisha hilo jambo, mazingira yako yakoje? Wakati unaanzisha hilo jambo, kwa sababu hilo jambo unaanzisha una hosteli zako, una viwanja vyako. Yani maana upate shida ya kukodi kitu. Lakini pale walipo maana sio kwao wameenda kukodi. Sasa unawezaje kuanzisha shule ya vijana kati wewe umeenda kukodi? Ule ni uhuni ambao unaendelea. Umeona bwana? Ule ni uhuni ili waonekane kwamba wao wameanzisha kile kitu, kwa sababu wameona Simba hapo kwenye proposal hilo jambo. Wakaona kabla Simba hawajalifanya, basi tuanze sisi. Sasa wenzako Simba at least wangesema kwamba Simba saizi wanaanza kukusanya vijana. Uwezo wao upo kwa sababu viwanja ni vya kwao. Hata pale ungeona wanaruka kwenye viwanja vya Simba Sports, sio wao. Wao wana uwanja wapi? Wakaruka kwenye bwawa. Eti jambo lapeleka Muhimbili. Kwa nini wasifanyie pale Jangwani? Eti kwa nini wapeleke Muhimbili? Sio na uwanja pale, sio washapewa hati. Wafanyie pale Jangwani ili tujue kwamba kweli nyuma mwiko wanataka kusaidia vijana au wanataka kuwasaidia watoto ili wajifunze kupitia swala la michezo, kupitia nyuma mwiko. Lakini mwisho wa siku wao wenyewe hawana hata uwanja. Leo unaanzishaje shule ya watoto? Kwa hiyo manake yule ni huni kama nilivyokuambia. Wanatengeneza mazingira kwa sababu vibopa wengi wapo hapa, hela zao zinawasha ili wawaboost waende. Mbona kiingilio chao 400 mpaka 500. Lakini wanakuambia kwamba ili jambo watafanya kila mkoa, na huko watafanya kwa gharama chini zaidi kuliko ile. Wakati tayari si washapiga hela huko. Kwa wataenda kukusanya shilingi 2000 huko mikoa mingine, wakikusanya na pale wako mbali. Huo ndio mfumo ambao engineer anakuja nao. Inaonekana kwamba Haribu kashagoma kutoa hela yake kwa wakati. Sasa hizi kamwambia atafute mbinu mbadala wa kutengeneza chanzo cha kupata mapato kupitia hiyo club. Kwa sababu kila siku anatoa hela zake zinaisha. Anapata hasara. Zinatolewa jezi zinaonekana hazifai, zinatolewa nyingine. Maana yake anapata hasara. Wachezaji walioletwa msimu ndio wabovu. Sasa nani kasajili wale? Maana yake kasajili Engineer Hersi ambaye kakabidhiwa kijiti na Haribu. Kwa hiyo ana haki ya kumwambia sasa huu ni muda kusimama sasa. Wewe kama mwenyekiti wa club pambana na klabu yako. Watani zenu Young Africans wanaulizeni nyinyi watu wa Simba, basi leo mnapata lini? Sasa basi letu wao ndio matani boy kwenye hilo basi. Eti hao wanataka kazi ya kaoshi ya kutoshea basi letu. Mpaka watuulize. Kama wanataka kazi ya kaoshi waseme. Sasa tutawapa hata vibanda vyetu wavioshe. Sio mpaka basi. Nimeona wanahoji bwana. Mbona basi alionekane bwana? Sasa linawahusu lao. Umeona bwana? Basi sio lao. Basi likija ni basi la Simba, sio basi la nyuma mwiko. Mimi ningeamini kwamba yeye kama msemaji anauelewa sawa sawa, angejaji kwamba zile ahadi ambazo kaziahidi Engineer Hersi mpaka sasa anamaliza msimu wake wa 4 kwenye madaraka zimetimia. Hata moja hajatimiza pale. Ipi katimiza? Katika ahadi alizoahidi kwamba atawajengea uwanja, uko wapi uwanja? Maanzisha mchakato wa mabadiliko na akaahidi utatimia kwa wakati. Mchakato ulioanzisha mpaka sasa hivi mchakato umekamilika. Haujulikani umeishia wapi, kimya. Umeona bwana? Leo tu uje kuuliza eti basi la Simba. Wewe unajielewa kweli? Mpaka ukajaje basi la Simba? Huu ni uhuni tu. Umeona bwana? Ambao unaendelea. Sasa sisi binafsi hatusikilizi maneno yao. Sasa hivi tuna focus na michezo yetu ambayo tunayo wiki ijayo hapa. Yaani ndio akili yetu imewaza huko. Kwa hiyo masuala ya basi, si bodaboda, si bajaji, si hatuwazi hivyo vitu. Sasa hizi tunawaza mechi zetu za Champions League, tunashinda vipi ili tupate pointi zetu za kutosha, tuelekea hatua robo finali na tukitoka hapo tuende hatua nusu finali mpaka finali. Lakini kwa sababu wao wanajua kwamba watu wa kuburuza mkia, washaamua kuanzisha timu ya vijana ili waandae timu yao ya vijana. Maana sio shule ile timu ya vijana wanaanzisha kule ya vijana wao wadogo waanzisho. Sisi tuna focus na mechi zetu za kimataifa. Masuala ya kujaji basi, siji nini kiko wapi? Hao haiwahusu, wao wajadili ya kwao. Wasubiri kuchenjetwa kule Zanzibar, maisha yaendelee. Wasubiri kushenyetwa tu kule juu Amani Zanzibar, maisha yaendelee. Ndio wamefikia huko bwana. Ndio walichokiacha hicho. Yaani lengo lao wanajua kwamba wakishazungumzia masuala hayo, labda watatutoa sasa kwenye njia, tushinde kufikiria mipango ya mechi zetu. Sasa tufikiri kwao kwa hata apige kelele vipi? Yaani sasa tutosikiliza chochote. Si akili yetu yote inawaza mechi zetu za Champions League. Tunazifanyia vipi? Tunajipanga vipi kuhakikisha tunapata alama 9 hapa nyumbani? Kabla tujajua kwa wewe inakuaje. Kwanza alama 9 za nyumbani za kwanza zipatikane. Kama tulivyokuwa tunafanya kwenye misimu mingine yote iliyopita. Tukiacha msimu ule mmoja ambao walikuja hapa wale wahuni wakaja kutuzingua hapa.
Raja Casablanca ambao wakaja wakachukua alama 3 hapa nyumbani na magoli 3. Lakini zile alama 3 tukaenda tukazichukua kule wapi kule Uganda. Tukaenda tukazichukua kule kwa Vipers. Kwa hiyo naamini msimu huu tuna mipango sawa sawa